Hii inaitwa namba 33, namba takatifu, na ajenda ya mwaka 2030. Sasa kwa nini Umoja wa Mataifa imeuchagua mwaka 2030 kuwa ndio mwaka wao wamekamilisha kila kitu? Lakini pia Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa aliweka malengo ya kukamilisha malengo endelevu ya maendeleo ifikapo mwaka 2030 yaliyosainiwa na mataifa 193 tarehe 25 Septemba mwaka 2015. Lakini pia mpwe wake na Rais Donald Trump alisema ifikapo mwaka 2030 mwanadamu atakuwa amefanikiwa kupitia teknolojia ya transhumanism kuweza kuishi milele ifikapo mwaka 2030. Lakini namba 3, kwa nini mwana wa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amelenga kufanikisha maono yake ya kiuchumi ya maono ya mwaka 2030? Inaitwa Vision 2030, maono ya 2030. Lakini 4, kwa nini katibu mkuu mtendaji wa kampuni ya Nokia kwenye kikao kilichofanyika katika kipindi cha sikukuu hizi za mwaka 2025 za kumaliza mwaka akasema ifikapo mwaka 2030 hatutakuwa tunatumia simu tunazozitumia sasa hivi, simu janja, lakini tutakuwa tunatumia microchip ambazo zitakuwa zinawekwa ndani ya miili yetu? Lakini ni kwa nini pia taasisi ya World Economic Forum ikasema kwamba ifikapo mwaka 2030 you will own nothing and be happy? Hautamiliki chochote lakini utakuwa na nini? Na furaha ifikapo mwaka 2030. Kwa nini? Sasa tunakuja kung'amua kwamba huu mwaka 2030 ni mwaka ambao wameutoa kwenye Biblia. Sio mwaka wao wameuchagua tu kwa bahati mbaya, hapana, wameuchagua kwa sababu ndio mwaka ambao Biblia imeusema. Sasa tuanze na dhana ya miaka 2000 tunaipata wapi? Lazima tuelewe kitu kimoja. Biblia imeandikwa kwa mfumo na ndani yake kuna namba pamoja na kodi ambazo zimefichwa ambazo zinamtambulisha Masihi. Mungu ni Mungu wa utaratibu, na utaratibu wote ameuweka ndani ya Biblia bila kuacha shaka yoyote. Sasa ni wapi tunajikuta kwamba hatuoni huu mfumo? Shida inakuja tu sehemu moja, tafasiri. Hii Biblia tunayoisoma haikuwa imeandikwa kwa Kiswahili, yalikuwa imeandikwa kwa Kiyunani kwenye Agano Jipya na Kiebrania kwa Agano la Kale. Sasa hizo lugha unapokwenda kuzitafsiri zina hatua 3 za kuzitafsiri. Hatua ya kwanza unaitafsiri kama sentensi, kama maneno. Lakini hatua ya pili, kila herufi ina thamani ya namba. Yaani kama unavyosema A, B, C, D, kila herufi inakuwa na thamani. Labda ni 2, kama ni 5, kama ni 6, kama ni 7, 8, hivyo. Lakini 3 ina lugha ya picha. Sasa ukiona baadhi ya maandiko huyaelewi vizuri, njia pekee ni kurudi kwenye lugha ya asili ambayo yalifanya nini? Yaliandikwa. Na ndio maana unaona Baba Askofu anautumiaga sana huo mfumo
utaona analeta yale maneno ya Kiunani au Kiebrania ili apate kuleta ile maana halisi ambayo ndo ilikuwa hasa imelengwa. Na ndiyo maana Biblia iliandikwa kwa ajili ya taifa la Israeli na Wayahudi. Sisi wa mataifa tumepata neema kumjua Mungu, lakini hasa walengwa walikuwa ni nini? Ni Wayahudi na taifa la Israeli. Sasa tukienda kuisoma Biblia, napenda sana hili andiko. Mungu alivyokuwa anamwambia Adamu, hakika siku hiyo utakayokula hilo tunda utakufa. Lakini Adamu hakufa siku hiyo, aliendelea kuishi. Na aliishi, Biblia inasema aliishi miaka 930, hakufa siku ile. Sasa ukiisoma kwenye Biblia, kwenye Kiswahili, unaweza ukasema kwamba Mungu alifanya nini? Alidanganya. Nimesikia dhana nyingi kutoka kwenye vyuo vingi, kwa sababu nimeenda, ilibidi na mimi nizipitie zote. Unasikia wengine wanasema labda sijui jua liliwaka sana, sijui yani hivyo. Lakini uhalisia ni nini? Uhalisia ndo unakuja kwenye Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8, ambapo Petro anawaambia hamjui ya kwamba kwa Mungu siku moja ni sawasawa na nini? Miaka 1000. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anamwambia Adamu hakika siku hiyo utakufa, alikuwa anamwambia hautafika nini? Miaka 1000. Ndiyo maana akaishi miaka ngapi? 930. Hakufikisha ile siku moja ambayo ilibidi afike. Kwa zikabakia miaka 70. Sasa kuna kodi hapo, lakini sitazielezea leo. Ndiyo maana mfalme Daudi anakuja kuishi miaka 70, kwa sababu ndio anakuja kukamilisha ile miaka 1000, ambayo sasa naye Masihi anapokuja kutawala miaka 1000 ndiye anaifanya hiyo 1000. Kwa hiyo ina maana mfalme Daudi ndio anakuja kuunganisha lile gap la ile miaka 70. Hiyo ni kodi ya siku nyingine. Sasa ukija katika mfumo huo, ndio unakuja sasa, ukisoma kwenye Biblia, wana wa Israeli wametoka utumwani, lakini wamezunguka jangwani mpaka kufika nchi ya ahadi, imechukua miaka 40, ambayo hiyo ni kivuli ya safari yetu sisi tuliookoka kwenda nchi ya ahadi ambayo ni mbinguni. Sasa concept unaipata wapi? Ndio ile niliwaambia, unaenda kwenye nini? Walawi sura ya 25 ya Yubilei, ambayo ni miaka mingapi? 50. Kwamba Mungu anawapa utaratibu wanadamu kwa kupitia taifa la Israeli, kwamba kwa sababu Mungu anaishi kwenye umilele, kwa hiyo inabidi aufinye muda ili uweze kuakisi uungu wake, lakini ndani yake picha aliyokuwa anataka ionekane isipotee. Sasa ndiyo maana ile miaka 40 ukiibadilisha zikiwa ni jubilei 40, ndio inakuja miaka mingapi? 2000, ambazo ndiyo siku 2, ambayo ndo unakuta kuikuta kwenye kitabu cha Hosea sura ya 6 mstari wa 2, anasema siku ya pili atafanya nini? Atatufufua. Lakini hiyo unakuja pia kuikuta kwenye nini? Kwa mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria anaongea na Yesu, anawaambia ndugu wa Samaria wenzie kwamba nimekutana na mtu ambaye ameniambia mambo yangu yote. Yesu alipokwenda kule, wakamwomba akae kwao. Biblia inasema akakaa kwao siku 2. Sasa Wasamaria ni kina nane? Wasamaria ni wale ambao walikuwa tunaita ni machotara, yani amechanganyika, mama ni mataifa, baba Myahudi.
Kwa hiyo walikuwa hawatambuliki kama ni 100% ni nini? Ni Wayahudi. Kwa hiyo walikuwa wanaitwa chotara, na walikuwa wanadharaulika, na walikuwa wana makazi yao wanaishi huko. Kwa sasa hao kinabii wanasimama badala ya sisi wa mataifa. Na Biblia inasema baada ya hizo siku 2 akafanya nini? Akarudi Uyahudi, akimaanisha kwamba Yesu anawahudumia wa mataifa kwa kupitia kanisa, akimalizana nao anarudi kudili na taifa la nani? La Israeli. Na ndiyo maana baada ya kumaliza, wale wa Samaria wakamwambia yule mwanamke, hatujaamini kwa sababu ya wewe, lakini tunaamini kwa alichokifanya na ule unabii alioutimiza. Sasa tunaamini huyu ni nini? Ni Masihi, kwa sababu wanaunganisha Hosea 6:2, wanaunganisha na ile miaka 40 ile ya jubilee miaka 2000, wanaona amekwenda kutimiza vile vile. Lakini pia ukienda kwa Lazaro, Biblia inasema Lazaro alipopata taarifa, Biblia inasema akadelay, yani hakuenda, akakawia, akasubiri siku 2 zipite. Na alafu akawaambia wanafunzi wake, hii ni ili mwana wa Adamu afanye nini? Atukuzwe. Ikimaanisha kuna unabii ni lazima afanye nini? Kwa zile siku 2 zilikuwa ili atimize ule unabii. Kwa alizifanya vile kwa makusudi, ili wakisoma kwenye Hosea wanaunganisha na ile. Sasa ukisoma tena baadaye mbeleni, anasema kwamba Lazaro amekwisha kufa siku 4. Ndio hiyo kutoka Adamu mpaka Abraham ni miaka 2000. Alafu kutoka Abraham mpaka Yesu anarudi ni miaka 2000 mingine, inakuwa miaka 4000, ni siku 4. Ndio maana anaenda kumfufua Lazaro siku ya 4, kwamba anatimiza unabii wa siku 2 kudili na mataifa, lakini kuja kama Masihi baada ya siku 4. Kwa hiyo huo muujiza ulikuwa unathibitisha kwamba huyu ni nini? Ni Masihi. Na ndio maana alipoanza kusema hii ni ili mwana wa Adamu atukuzwe. Luka sura ya 13 mstari wa 32 anasema hapa Yesu yuko na wanafunzi wake, alafu kuna kichaa mmoja anakuja anamwambia Yesu, anamwambia, we, Herode anatafuta kukuua. Lakini sikiliza Yesu anachokisema. Luka 13 mstari wa 32, akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha. Mbweha ni Herode. Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Hiyo ni kodi. Mbweha yani kuna tafsiri yake kiroho, kwa sababu hapo alipokuwa anasema hivyo hakuwa anaongea na Herode, lakini alikuwa anaongea na mkuu wa anga ambaye alikuwa anatenda kazi ndani ya Herode. Ndio mbweha anayemuongelea. Kwa hiyo usije ukalichukua ile andiko ukasema Yesu alitukana. Hiyo ni kodi. Sawa? Na akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo. Siku hizi 2 ndo anazitimiza zile za Hosea 6:2, leo na kesho. Alafu anasema natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya 3 nakamilika. Yani maana yake anatenda kazi kwa miaka 2000 ambayo ndio hii ya kanisa, alafu siku ya 3 anafanya nini? Anatawala miaka 1000. Ndio hili andiko anatimiza hiyo. Sasa hapa Yesu anasema wazi wazi kwamba mimi ndio niliyekuwa naongelewa kwenye Hosea 6:2, lakini anasema ni nini? Ni siku 2 ambayo ndio nini? Miaka 2000. Sasa ukienda andiko linalofuatia anaongea sasa tena Yesu. Anasema lakini hapa inabidi nifanye nini? Nishike njia
Yaani sasa hapo ndio niwafungulie. Nafikiri ili somo mlilisikia vizuri kutoka kwa yule baba Askofu Ngonyani. Alielezea vizuri na mimi pale nilifunguka. Nilikuwa najua baadhi ya vitu lakini nikafunguka. Andiko hili la mwanzoni analiongea kama Yesu. Anaongea na mkuu wa anga anayefanya tenda kazi ndani ya Herode. Lakini linalofuatia anaongea kama mwanadamu kwamba hapa ni lazima nitembee. Na naomba niwafungulie kodi. Ukisoma Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, Biblia inasema na jina lake utamwita Yesu, kwa maana atawaokoa watu wake na dhambi zao. Lakini mstari unaofuatia anasema utamwita jina lake Imanueli. Sasa unaanza kujiuliza tena, majina huku majina. Sasa ngoja hapa ndo nikuchambulie, na hii mimi nilisikia kwa Wayahudi. Nilikuwaga sielewi, lakini nikaja kuelewa. Yesu alikuwa tayari yuko anaishi kwenye ulimwengu wa roho. Lakini sasa ili aweze kumkomboa mwanadamu lazima afuate kanuni ya kuja kwenye ulimwengu wa asili, ambapo ndo akaja akafanya nini? Akazaliwa. Sasa ina maana Yesu ni jina linalomtambulisha yeye kwenye ulimwengu wa roho, lakini Imanueli ni jina linalomtambulisha kwenye ulimwengu wa asili. Na ndiyo maana huwezi kukemea mapepo kwa kutumia jina la Imanueli, lakini ni jina lake. Sasa ndio huu mfumo tulioupata wa majina matatu ya NIDA. Kwa Yesu ungemwita ni Yesu, Imanueli, Yusufu. Na kwa nini Yusufu? Kwa sababu Mungu alimchagua Yusufu, kwa sababu alikuwa anatoka kwenye kabila la Yuda, ili kumpa utambulisho yule kama Masihi, kwa sababu Masihi ametoka kwenye kabila la Yuda. Kwa hiyo Yesu ni utambulisho wake katika ulimwengu wa roho, Imanueli ni utambulisho wake katika ulimwengu wa asili, Yusufu ni utambulisho wa kabila yake ili kumtambulisha kuwa yeye ni Masihi. Kwa hiyo kuna wakati alikuwa anaongea kama Yesu, kama ambaye ni Mungu, kuna wakati alikuwa anaongea kama Imanueli. Sasa ndio unachokiona hapa. 100% Mungu, 100% mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi siku mbili zinahusu kipindi cha kanisa. Na ukisoma Luka 10 mstari wa 35, hapa ni Yesu anatoa mfano wa Msamaria. Luka 10 mstari wa 35, Biblia inasema hata siku ya pili. Hapa ni Yesu alienda akamokota yule, sio Yesu, yani Yesu anatoa hichi kisa cha yule Msamaria ambaye amemokota yule jamaa mwenye majeraha, akaenda akamhudumia siku ya kwanza. Alafu Biblia inasema hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni. Alafu ukiendelea pale akamwachia mtapa, akasema kitakachozidi nitakaporudi nitakulipa ujira wako. Hapa ni Yesu anajiongelea yeye kwamba alikuja anatenda kazi kwa siku 2, lakini ametuachia na mtaji, ametupa dinari 2. Yani ametupa kila siku ametulipa dinari hii moja kila miaka 1000, kwamba hiyo tuitumie kama vitendea kazi, ni mtaji ametupa. Ndio ile unaona huko anakuja kusema talanta alizowapa, lakini anasema atakaporudi anakuja kufanya nini? Kuwalipa. Ndio kipindi cha kanisa kwa miaka 2000 tunatenda kazi kwa zile talanta alizotupa, ambazo ndo dinari 2 ambazo tukwisha kuzifanyia kazi. Sasa yeye ndo anakuja kufanya nini? Kutulipa mwishoni. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Danieli, Mungu anamtuma malaika amwambie Danieli kuhusu watu wake, lakini anamwambia mpaka Masihi anapokuja anafanya nini? Anakufa msalabani.
Lakini baada ya hapo anamwambia sikwambii kitachoendelea baada ya hapo. Anamwambia yafunike mpaka mbele ya safari huko. Sasa siku moja nilikaa nikaomba, nikamuuliza Mungu, ni kwa nini Mungu aliamua kumficha Danieli asimwambie kuhusu hicho kipindi kinachofuatia baada ya Masihi kufa? Ni kwa sababu Danieli alikuwa amekuja kupewa taarifa kuhusu kitakachowatukia watu wake wa taifa la Israeli. Sasa baada ya Masihi kufa msalabani, wana wa Israeli walimkataa Yesu. Kwa hiyo ndio sisi wa mataifa tukapata nini? Nafasi. Kwa hiyo ndio maana hakuwa hana haja ya kumwambia, kwa sababu alikuwa anajua Yesu kipindi hicho atakuwa anadili na nini? Na mataifa, na si taifa la Israeli. Na ndiyo maana ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6 mpaka wa 8, Yesu amefufuka. Wanafunzi wake wanamuuliza, je, ndio wakati huu unapourudisha ufalme kwa Israeli? Anasema hapana. Nyie amfanye nini? Ampasi kujua ambayo Baba ameweka kwenye nini? Mamlaka yake. Andiko letu ni lile pale, mtapokea nguvu akisha kuajilia jioni, ikimaanisha kwamba ujio wa Roho Mtakatifu ndo kinaanza kipindi cha nini? Cha kanisa ambacho kinadumu miaka 2000. Yaani ni sawasawa na kilichomtokea nani? Danieli. Wanafunzi wanadhania utawala unaanza, Yesu anawakatisha tamaa, sawasawa na malaika alivyomwambia Danieli kwamba hapa hapakuhusu, kwa sababu kinaanza kipindi cha kanisa na wa mataifa wanapelekewa Injili, hakihusu taifa la Israeli. Lakini sasa wakati ule unapofikia mwisho, ndipo nini? Ndipo kinarudi kwa Mungu kuanza kufanya kazi na taifa la Israeli. Sasa ile miaka 2000 tunaanza kuhesabu kutoka wapi? Kutoka alivyozaliwa, alivyokufa msalabani. Tunaanza kuhesabu miaka 2000 baada ya Yesu kufanya nini? Kufa msalabani na akafufuka. Sasa ndio maana ukichukua hiyo 2000 ukaongeza na miaka 33 unapata ngapi? 2033. Na ndio maana sasa unasikia wanaanza kuongelea kujenga hekalu, unasikia habari za mpinga Kristo, unasikia habari ya vita, kwa sababu ile miaka 2000 imefanya nini? Imekaribia kuisha. Sasa hizi siku 2 ndio zinakaribia kukamilika. Sasa hapa naomba unisikilize vizuri. Kalenda tunayotumia sisi, hii kalenda si sawasawa na kalenda ya Israeli, ni tofauti. Kalenda ya Israeli ukisoma kwa mujibu wa Biblia, mwezi wa kwanza ni mwezi wa 4. Nisan, the month of Nisan, ndio mwezi. Yaani kwa maana hiyo hapa hivi tunavyoongea wao wako bado mwaka 2025. 2026 inaanzia mwezi wa 4. Lakini pia wana kitu kinaitwa civil calendar, yani hiyo ya kuanzia mwezi wa 4 ni kalenda ya kimungu, lakini kalenda yao ya kiraia pia ni mwezi wa 9, ndio mwezi wa kwanza kwenye civil calendar, ambayo hiyo ndio maana unaona inaendana na nini? Na kalenda ya Umoja wa Mataifa. Ndio maana Umoja wa Mataifa wanafanya vikao mwezi wa 9.
Lakini pia kalenda ya Mungu ni siku 360, sio 365 kama sisi kwenye hii ya Papa Gregory, maana hii ndio inaitwa Gregorian calendar, ni tofauti. Na wao Waisraeli sasa hivi wanasema huko mwaka 5786. Yaani ukianza kufuatisha vitu vyao unaweza ukachanganyikiwa kabisa. Mwaka 5786, lakini sisi tuko 2000. Sasa unajua wapi tulianzia na wapi? Hiyo itakuchanganya. Kwa unacho sasa hivi unachoangalia, unaangalia taifa la Israeli, yale matukio yanayotokea ndio yanakupa wewe picha ya tumefikia wakati gani. Ukisoma Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari wa kwanza, pale anasema lipime hekalu, lipime hekalu. Alafu anasema huo upande wa nje utakanyagwa na mataifa kwa miezi 42. Ndio hapo utakuwa mwisho wa mataifa. Ikimaanisha sasa baada ya Yesu kufa msalabani, ile saa inayotembea si ilisimama ikisubiri ile miaka 2000 iishe, inaanza kutembea unapoanza ujenzi wa hekalu. Ukiona hekalu linajengwa, ndio maana pale anamwambia kwenye Ufunuo unahesabu miezi 42. Sasa hapo ni hekalu limekamilika na mpinga Kristo ameshasimama nini? Ndani ya hekalu, anajiita Masihi. Ni miezi 42, then inasema ni mwisho wa mataifa. Sasa maadamu tunasikia kwamba wanaanza ujenzi na wanaendelea na ujenzi, maana yake karibia inaanza kutembea ile saa. Sasa hivi kuna mjadala mkubwa. Yani sasa hapa ninaongea kwa mwili wa Kristo, kwa sababu hichi ndo wanachokiongea na mataifa mengine, wapendwa wengine walioko Canada, walioko Marekani, walioko nchi zingine. Yani sasa hivi imefikia pointi wanataka tu kujua ni muda gani umebakia kabla ya unyakuo, lakini ni mfupi sana. Sasa kitu ambacho kinatatiza ni kwamba hakuna mtu anajua unyakuo unatokea lini. Kwa hiyo hamna jinsi ya kujua kwamba siku hii ndio dhiki kuu ilianza, yani haijulikani. Ila sasa kwa mujibu wa Biblia, hilo ndiko nilokuambia la Ufunuo sura ya 11, kwamba chukizo la uharibifu linapotokea na huyu mpinga Kristo anatawala kwa miezi 42, maana yake sasa pale Waisraeli ndio watajua kwamba wanahesabu kuanzia hiyo siku, wanarudi nyuma, ndio wanajua dhiki kuu ilianza lini. Kwa hiyo ina maana kabla ya hilo tukio ni ngumu kujua kabisa ni siku hii. Ila sasa kwa sababu wao wenyewe tayari wana taarifa, kwa mfano sasa hivi si wanaongelea kwamba wanataka wamtawaze mpinga Kristo mwaka 2030, wanaongelea hilo. Na ukitaka nenda kuna tovuti yao inaitwa Temple 2030, yani hekalu 2030. Nenda mwenyewe akaangalie uone maajabu. Wanataka kumtawaza 2030. Ndio hiyo inaendana na nini? Na hiyo ngoma ya Umoja wa Mataifa. Sasa kama wanataka kumtawaza 2030, ile miaka 30 imetokea wapi? Miaka 30 ndio imetokea kwenye nini? Yesu alianza huduma yake akiwa na miaka mingapi? 30.
Kwa hiyo na wao wanajua ikishapita ile miaka 2000 lazima iwe fidia, ziwepo zile fidia ya miaka 30 ya Yesu kabla ya kuanza huduma yake, ambayo ndio inaendana na mfalme Daudi. Utaipata kwenye Samueli wa pili sura ya 4 nafikiri mstari wa 4 mpaka wa 5. Inasema Daudi alianza kutawala akiwa na miaka 30. Kama nani? Kama Yesu. Na Yusufu ni hivyo hivyo. Aliingia kwenye nafasi ya waziri mkuu akiwa na miaka 30. Lakini pia Abraham, Mungu alimwambia uzao wako utakaa utumwani kwa miaka 400, lakini ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 40 inasema na wana wa Israeli walikaa utumwani miaka 430. Mungu aliongeza miaka 30 kabla ya kuanza kazi ya ukombozi. Ndio inakuja kujirudia na huku miaka 2000 alafu inaongezwa na nini? Na 30 kibiblia. Na ndio maana sasa kuna Myahudi mmoja akasema, sasa nyie wapendwa, maana sisi yani Wayahudi wanatupenda. Sasa mimi nitakuja kuelezea kidogo uhusiano tulionao kati yetu na wao. Wanasema kwani nyie Yesu aliwaambia lini anakuja? Maana tunaona tu mnaongea, unasema Yesu anarudi, lakini Biblia imeelekeza lini anarudi na vitu gani mnapaswa kuangalia. Ndio Myahudi mmoja akawa anachambua mpaka mimi nilijishika kichwa. Asa akasema ukisoma kwenye kitabu cha Danieli imeweka wazi kwamba kuna chukizo la uharibifu linatokea hekaluni. Yesu pia kwenye Mathayo 24 anamnukuu Danieli, anasema itakapotokea chukizo la uharibifu ndio anasema kuna nini? Kuna dhiki kuu. Alafu kuna mtume Paulo anawaambia kwenye Wathesalonike pale kwamba hamjui kwamba huyu mwana wasi ataketi hekaluni na kujiita yeye ni nini? Ni Mungu. Ina maana Paulo, Danieli na Yesu wote wanathibitisha kwamba kuna hekalu ambako mpinga Kristo anafanya nini? Anafanya chukizo la uharibifu. Akasema sasa nyie kanisa mnaongeleaje kuja Yesu wakati hakuna hekalu? Ukienda kwenye Ufunuo hiyo sura ya 11 anasema lipime hilo hekalu, ina maana liko limejengwa. Kwa hiyo Danieli, Yesu, mtume Paulo na Yohana wote wanasema kuna nini? Kuna hekalu. Alafu nyie mnasema Yesu anarudi wakati wowote. Kwa vipi? Sasa ndio maana sasa inapokaribia kuisha ile miaka 2000 wanafanya nini? Wanaanza kujenga hekalu. Kwa akasema Mungu hawezi kukosea na hajawahi kukosea na hajawahi kuwa mwongo, ila tu Biblia ni lazima uisome ukiwa umefocus kwenye taifa la Israeli, maana wao ndio saa ya kiunabii inahusiana na taifa la Israeli moja kwa moja. Sasa ukija ukiangalia ile miaka 3.5 tunaipata wapi? Miaka 3.5 si ndo Yesu alifanya huduma yake kwa miaka 3.5, ambapo ndio hiyo inakuja kujirudia sasa. Biblia inasema na kwamba mfalme Daudi alitawala Yerusalemu miaka 33. Ndio hiyo sasa kwenye historia ya Kiyahudi inasema kwamba Adamu alitenda dhambi akiwa na miaka 33. Ndio maana sasa Freemasons sasa wajenzi huru, ndio maana ngazi ya juu katika Freemason ni 33. Na ukisoma kwenye Agano la Kale, wana wa Israeli kabla ya kuvuka mto Yordani, kipindi cha wakati wa Musa,
walipiga na kuwashinda wafalme wawili, na upande ule wa pili kwa kupitia Yoshua waliwapiga wafalme 31. Kwa jumla kabla ya kuingia na kuishika nchi ya ahadi walipiga wafalme 33. Ndiko huko Freemason wakatoa kwamba lazima upite kwenye hatua 33 ili ufanye nini? Upitie ngazi ya juu. Wameitoa kwenye Biblia. Na ndio maana sasa wanauita mwaka 2033 ni mwaka mtakatifu. Mtumishi, naomba unipostie pale. Ndio maana wakati ninaandaa makala hii, Vatican wametangaza kwamba wanasherekea miaka 2000 ya kufufuka kwa Yesu mwaka 2033. Ni hiyo hapo. Wameitangaza juzi. Sasa wale walioisoma ile makala yangu nimeiandika mwaka jana Novemba, niliwaambia hiki kitu kabla hawajakitangaza. Na walifanya kikao wakasema, hii ndo nilikuwa sijaitafsiri vizuri, kwamba imebakia tu miaka 7 kabla hatujafanya jubilee ya kukumbuka miaka 2000 ya kufufuka kwa Yesu. Kumbuka hawa hawezi kukosea, kwa sababu wakati Yesu anakufa ulikuwa ni utawala wa nini? Wa Kirumi. Wana rekodi zote. Na kwa nyinyi ambao mmesoma darasa la Askofu Ngonyani, mnaelewa kwamba jamaa wana rekodi zote. Sasa hii wameiposti juzi, yani wakati naandika Roho Mtakatifu akasema, nataka nikuthibitishie ulichokisema ni hicho, kwamba wanajua miaka 2000 inakamilika 2033. Sasa ukirudi 7, ndio maana ngoma wameianza mwaka huu. Na ndio maana kwa wale mliokuwa mnafuatilia, niliwaambia mwaka jana yule papa amekufa kwa sababu huyu wa sasa hivi ndiye natumia lugha ya kidiplomasia hapo ndiye. Na kuna mtu mmoja aliniuliza swali, kuna ile sanamu ilianguka wapi kule Brazil, ile sanamu ile ya yule mwanamke, kuna kama sanamu ambayo ndio iko wapi? Iko kule Marekani, wanaita Lady Liberty. Sasa kiunabii ukisoma Ufunuo sura ya 17 inasema yule mwanamke anatoka nini? Kwenye maji mengi. Ni sawa? Anatoka kwenye maji mengi. Na ukisoma kwa Biblia huku mwanzoni inajitafsiri kwamba maji mengi ni watu wa mataifa mbalimbali, ambayo ni nini? Ni Marekani. Na ndiyo maana huyu ndio papa wa kwanza kwenda kukaa Vatican, lakini mwenye asili ya uraia wapi? Marekani. Huo ni unabii, ni Biblia. Na ndiyo maana ile sanamu imeandikwa pale chini, niliwaonyeshaga. Hii ni zawadi ya kutoka kwa Freemason wa Ufaransa kwenda kwa Freemason wa nani? Wa Marekani. Ina maana ule mfumo wao unafanya kazi pale, lakini kwa mara ya kwanza na papa ametokea kwenye hiyo nchi kaenda kukaa Vatican. Kwa sababu ndiye wa mwisho. Na ndiyo maana ametangaza kujiandaa kwa miaka 2000 ya uadhimisho wa kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sio maneno yangu, naweza mkaenda kwa Google. Na wameanzisha tovuti inaitwa global2033.org, na kila mtu iandike, nenda kaingie. Wamejieleza vizuri, hawatanii. Wamesema imebaki miaka 7 wamesema imebaki miaka 7 na change. Kwa hiyo wamesema huo 2033 nini? Ni mwaka mtakatifu. Sasa
ukija ukijiuliza ni nini kimebakia? Hakuna kilichobakia. Kanisa laweza kunyakuliwa saa yoyote na dakika yoyote, muda wowote. Muda wowote Yesu anarudi kulichukua kanisa. Na ndiyo maana sasa Wakristo waliookoka ulimwenguni kote, kuna mtandao ambao tunapashana habari ambazo ndiyo hizi. Kwa Tanzania huenda wewe ndio wa kwanza kuzijua, au na nataka nigusie kidogo kwa yule mpinga Kristo. Kwa sababu nataka nianze kupunguza kabisa material kule, ili nikienda kule kuna material niwe nisha ya katakata, si ndio mtumishi? Ni kweli tumejifunza na Biblia inasema hivyo kwamba mpinga Kristo atafunuliwa mpaka nini? Kanisa likifanya nini? Limeondoka. Lakini ukiyasoma yale maandiko vizuri, inasema wazi wazi kwamba yule mwana wa wasi ufunuliwa kwa wakati wake, ikimaanisha kitendo cha kufunuliwa kimefichwa ndani ya wakati. Na naomba nikuelezee maana yake ni nini. Ukisoma kisa cha Yesu katika ile sherehe ya Kana pale Galilaya, Yesu amekwenda na mamake kwenye harusi, lakini wakati yuko pale divai imefanya nini? Imeisha. Mariamu anajua kwamba huyu mwanangu ni Masihi. Anamwambia mwambieni. Yesu anamkaripia mamake, anamwambia saa yangu haijawadia, ikimaanisha pale kwenye harusi walikuwa hawamtambui kwamba Yesu ni Masihi, na wakati wake ulikuwa bado kufunuliwa, lakini alikuwepo. Ndicho hichi kinachoendelea sasa hivi. Mpinga Kristo yupo, lakini wakati wake wa kufunuliwa ili aonyeshe makucha yake bado. Na hilo andiko lilikuwa lina uhalisia kabla ya yule mpinga Kristo kuzaliwa. Kwa sababu maana yake wale waliokuwa wanaandikiwa pale wote washakufa, wangemjuaje sasa? Wangemjuaje? Ila sisi ambao tuko mlangoni, ndiyo maana Biblia imetupa tahadhari na kumpa vigezo vyake vya jinsi ya kufanya nini? Kumtambua. Kwa hiyo sasa kuna baadhi ya maandiko yanaendana na nyakati. Huwezi ukaendelea kukimbia nayo wakati hizo nyakati zishabadilika. Ndio maana wa Mafarisayo, Yesu yuko pale, wanasema Masihi bado, lakini yuko pale. Lakini sasa Mariamu, ndugu zake wote wanamjua kwamba ni huyu, lakini wale hawamjui. Ndicho kitu kinachoendelea sasa hivi. Na ndio maana mimi na wewe tumempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, si ndio? Na tunamjua Yesu Kristo, lakini hakuna hata mmoja wetu ambaye amefanya nini? Amemuona. Ingawa ni kweli kuna watu Mungu amejifunua kwao na wakamuona kwamba huyu ni Yesu. Sasa siku utakapomwona Yesu hivi wazi wazi ndo atakuwa amefunuliwa kwako, lakini sio kwamba ulikuwa umjui. Kwa sababu kila siku unaona akitenda kazi katika maisha yako, lakini pia unaona moja kwa moja jinsi anavyofanya nini? Jinsi na watu wengine anavyowatendea matendo makuu. Kwa hiyo unajua kabisa huyu Yesu simuoni,
lakini yupo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndiyo maana ninaweza kuweka msingi ili tukija kule sasa ninatoa vielelezo kutoka kwa Wayahudi waliookoka ambao wao ndio wamevitoa kwamba tunahisi huyu kwa sababu ya vigezo hivi alivyovikidhi. Ndio maana kuna watu wengine wanasema mpinga Kristo ni yule. Kuna mtu mmoja alikuwa anambia mpinga Kristo ni fulani, mpinga Kristo ni fulani. Wayahudi ukiwasikiza Wayahudi wanakuambia hapana. Mpinga Kristo kuna vigezo vyake lazima avikidhi kuwa mpinga Kristo. Si kila mtu anaweza kuwa mpinga Kristo, hapana. Sasa jambo la msingi ambalo unapaswa ulitambue, ambapo hapa sasa kwa nini kuna unyakuo alafu kuna kuja kwa mara ya pili, na watu wengi zinawachanganya. Ni vitu viwili tofauti. Picha nataka kuiweka kwa ufupi sasa hii. Picha unakuja kuipata unaposoma Biblia kwenye kisa cha Yakobo. Yakobo anapokwenda kuoa, anaenda anakuwa amempenda nani? Amempenda Raheli. Anafanya kazi, lakini inapofika kumuozesha, baba yake yule mzee Labani anabadilisha, ampi Raheli, anampa Lea. Ndiyo hiyo kinabii inajirudia. Yesu amekuja kwa ajili ya taifa la Israeli, lakini Israeli wanamkataa. Mbadala wake tunakuja sisi kanisa. Kwa hiyo sisi ni Lea na Israeli wana program zinazoitwa Operation Joseph, Operation Raheli, kwa sababu Wayahudi wanatuita sisi, nyie ni kina Lea, nyie ni dada zetu. Na mimi nilikuwaga sijui, nikasikia wao wanaongea hivyo kwamba anayetangulia kuolewa ni Lea ambao ndio kanisa. Ndio maana sisi tunatangulia kunyakuliwa miaka 7 kabla. Biblia inasema sasa baba yake na Raheli anamwambia Yakobo, inabidi ufanye kazi tena nini? Miaka 7 ili umpate Raheli. Kwa hiyo unakuta huku watu wa mwilini wanasema Biblia ilihalalisha watu waoe wake wawili. Kumbe ile kinabii inamaanisha Yesu anapokuja anaanza kwanza kuokoa kanisa ambayo ndani yake kuna mchanganyiko wa Wayahudi na wa mataifa, lakini pili, kwa ujio wa mara pili anakuja kuliokoa taifa la Israeli. Lakini anayetangulia kuolewa ni nani? Ni Lea ambao ndio unyakuo, ambao ndio kanisa. Na ukisoma pale, Lea na Raheli wanapoolewa wote wanapewa nini? Wajakazi, ndio Roho Mtakatifu. Ndio Roho Mtakatifu. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo unaweza ukaona hiyo ilikuwa tu ni kama story na haina uhusiano wowote na huku mwishoni. Lakini sasa ukija ukiwasikiliza wenyewe Wayahudi wanakwambia hichi ndo kinachotokea, kinajirudia, ambacho ndo kimejirudia kwa nani tena? Kwa Yusufu. Yusufu anapoota ile ndoto, ndugu zake wanamkasirikia,
wanasema tufanye nini? Tumuue. Lakini Yuda anasema tusimuue, tumchinje mnyama, tuchukue damu, tupakae damu kwenye ile koti lake, afu tumpelekee baba, tumwambie amefanya nini? Ameuawa na mwana simba. Na kweli inafanyika hivyo, lakini Yusufu anafanya nini? Anaenda kuuzwa utumwani, anaenda Misri. Sasa ukiisoma hiyo juu juu unakuwa unaona na yenyewe ni kama story, lakini sio story. Hiyo ni kazi ya ukombozi. Ile damu ya yule mnyama ndiyo iliyookoa maisha ya Yusufu, ambaye ndiyo anakuja kulikomboa taifa la Israeli kipindi cha miaka 7 ya njaa, ambayo ndiyo ziki kuu. Na hilo wazo la huo ukombozi linatoka kwa nani? Kwa Yuda, kwa sababu viunoni mwake ndiyo kulikuwa kunakuja kutoka nani? Yesu. Lakini pia ule ukombozi ni kwa taifa la Israeli, lakini pamoja na nini? Na Misri, ambao wanasimama baada ya mataifa. Hivyo ukisoma hiyo unakuta na yenyewe imejifanya nini? Imejirudia. Wewe unaisoma kama story, lakini ni kivuli cha kazi ya ukombozi wa Yesu Kristo. Sasa Biblia unapoisoma inabidi uisome kwa jicho la kuangalia taifa la Israeli. Taifa la Israeli. Hiyo ndiyo kitu kinachoashiria, ndio taifa linaloashiria, kwa sababu Biblia inasema kwa nini? Kwa mtini jifunzeni. Ikimaanisha kwa taifa la Israeli mfanya nini? Mjifunze. Kwa hiyo sasa unaweza kuona tuko kwenye nini? Countdown. Kwa wale mnaofahamu, mnaelewa ilivyokuwa inakuja mwaka mpya, tulikuwa tunahesabu zile dakika, sekunde 30, 29 tunahesabu, na hapa ndo tuko tunazihesabu. Tunafanya nini? Tunahesabu, maana yake zimekwisha. Kuna Myahudi mmoja alipiga hesabu mpaka nikashangaa. Akasema ukipiga miaka 1000 kwa Mungu ni sawa na siku moja. Yaani ina maana dakika moja kwetu sisi ni miaka 41. Ina maana tuko chini ya dakika, tuko kwenye kama visekunde. Tuko mwishoni kabisa. Tuko mwishoni kabisa. Naomba nimalize kuwasilisha.